Shukuru Bwana kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo ametupa. Mwambie Bwana kuhudumie kama vile ambavyo yeye amekusudia. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa ajili ya jioni hii nzuri, muda mzuri ambao umetupa kuja mbele zako tena. Asante kwa sababu ya neema yako ya Bwana ya kusifu na kukuabudu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu uko tayari kutufundisha. Roho wako Mtakatifu akizifunua na kuzielekeza akili zetu. Zungumza na nafsi zetu na mioyo yetu ya Bwana, kila mmoja mmoja. Jalie macho yetu ya ndani ya Bwana kufunguka, hekima na ufahamu wako Bwana tukalie katika jina la Yesu Kristo. Tuone Bwana kila ambacho umekusudia tuone. Kwa damu na jina la Yesu Kristo natiisha kila mamlaka ya giza na falme na ukuu na mamlaka na usultani ya Bwana na enzi, chochote ambacho kiko Bwana kwa ajili ya kufanya Mungu, katika jina la Yesu tusiwe na utulivu wa kusikia neno lako. Tunakiamuru ya kwamba Bwana hakina nafasi kwenye maisha yetu. Sasa katika jina la Yesu Kristo naita utulivu utokao kwako Bwana, kwa damu na jina la Yesu Kristo. Na macho yetu Bwana ya kutazame wewe, sikio yetu yasikie kwako Bwana, tufumbuliwe tupate Bwana kuelewa kile ambacho umetukusudia zaidi sana Bwana. Tawala kile ambacho tunajifunza kifanyike mwili katika maisha yetu. Badilisha maisha yetu Bwana, tukuone wewe katika kile ambacho tunajifunza, na utukufu wako Bwana udhihirike. Tunaahidi ya kwamba heshima na utukufu daima vitakuwa kwako, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Asante sana, tusifu na kuabudu. Tumeanza somo lile asubuhi ambalo tunaanza kusemwa asubuhi, na kwa dakika chache nataka tupite tena kwenye lile somo dakika chache, alafu tupate muda wa kuomba. Hakikisha kile ambacho tunajifunza unakiweka kwenye matendo kwa kukiombea unapofanya maombi hapa, lakini pia unapokuwa na maombi yako ya binafsi nyumbani, kisha unaombea, unarudia ambacho tumejifunza na unaombea. Itakusaidia sana kufanya kikae na kuzaa matunda. Chochote cha kiroho kinasukumwa na maombi. Kwa hiyo usiache kuomba, usiache kufanyia kazi yale ambayo tunajifunza hapa. Tulianza kujifunza kwenye ibada silaha atumiazo shetani, au silaha atumiazo shetani kuzuia usipewe haki yako kwenye mahakama ya mbinguni. Silaha ambazo shetani anatumia kuzuia au kupinga usipewe haki yako kwenye mahakama ya mbinguni. Na asubuhi nikapanua kidogo, nikakwambia wakati mwingine sisi wenyewe, dhamiri zetu, matendo yetu yanaweza yakawa pingamizi kwa Mungu au mbingu kutupatia haki yetu. Na tuliongea asubuhi, nikakupa picha na kukupitisha kwenye yale ambayo tulijifunza huko nyuma, ya zile ofisi tatu ambazo Mungu anafanya kazi kupitia, kama rafiki, kama baba au mzazi, lakini pia kama hakimu. Tukajifunza tena kwa mistari kadhaa, ikiwemo Mika sura ya 6 mstari wa 1 na wa 2, ambapo Biblia inaonyesha kwamba Mungu anasema waziwazi kwamba nina mashitaka na watu wangu. Nina kesi na watu wangu, na Biblia inatuonyesha Mungu akisema ya kwamba ana mashitaka na Israeli, na anaita milima na misingi ya nchi ilishuhudie kesi, mashtaka ambayo watu wake wanayo, naye apate kuamua kwa haki. Isaya 43:26 sema, njooni tusemezane, unikumbushe upate kupewa haki yako. Nikumbushe upate kupewa haki yako. Ni neno ambalo tuliongea asubuhi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kuna mfumo wa haki ambao uko katika ulimwengu wa roho. Nikumbusha asubuhi, chochote ambacho kiko katika mwili kiko rohoni kwanza. Kwa hiyo kama kuna mahakama kwenye mwili, iko rohoni. Kama kuna baraza kwenye mwili, iko rohoni. Tulizungumza ya mambo kwa undani kidogo kipindi kile cha mfungo wa siku 21. Lakini nikaanza kukuambia silaha zenyewe ambazo ibilisi anazitumia, na tulianza mambo moja, tukasema uchafu kama silaha ambayo ibilisi anatumia wanaweza kutumia kupinga au kuweka pingamizi ya kwamba
usipewe haki yako katika ulimwengu wa roho. Kusomea Ezekiel sura 24 mstari wa 13. Ezekiel 24:13, ambapo anasema katika uchafu wako mna uasherati, katika uchafu wako mna uasherati, na kwa hiyo nimekusafisha lakini haukusafika wala hautasafika hata nitakapotimiza hasira yangu kwako. Kwa hiyo nikawa nakwambia asubuhi ya kwamba unaona, ukisoma hiyo pamoja na Marko 8:38 tulioangalia, akasema kizazi hiki cha uzinzi na dhambi. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza ya kwamba kumbe kuna kazi nyingine zaidi tu ya kwamba umemkosea Mungu, ya dhambi au ya uchafu, ambayo hiyo ikiwepo inaacha jambo jingine ambalo unatakiwa kulishughulikia. Zaidi ya toba, zaidi ya msamaha, unahitaji pia kukombolewa. Tulikuwa tunaongea asubuhi na Waebrania 9:22 anatuambia hivyo, wala pasipo damu hakuna ondoleo. Hakuna ondoleo. Ile ondoleo ni neno remission, ambalo katika tafsiri zake mbalimbali zimo forgiveness, yani msamaha, pamoja na deliverance, yani ukombozi. Kwa hivyo vyote viwili viko ndani ya neno moja, au vina ndani ya kazi ya damu ya Yesu. Kuna msamaha wa dhambi, lakini kuna ukombozi wa mwili na nafsi. Mwili na nafsi vinahitaji ukombozi. Roho inaokolewa, na unapokiri, nilisema asubuhi ya kwamba umeokoka, Yesu ni Bwana, roho yako inaokoka, inapata wokovu. Lakini mwili na nafsi vinahitaji deliverance, ukombozi, ambao wakati mwingine unaweza kuchukua muda. Inaweza siwe jambo la mara moja, inaweza ikawa jambo ambalo linahitaji muda, ni progressive, ili uweze kupata ukombozi wa mwili na nafsi. Kwa hiyo niko najaribu kusisitiza. Tuangalie mistari kadhaa tena ambayo inatuonyesha ya kwamba kuna uchafu. Neno uchafu limeandikwa mara nyingi sana kwenye Biblia, na liko likitumika, na kama ambavyo nimekuambia asubuhi, likijumuisha kosa, dhambi na uovu. Sura ya 3 ya Zekaria mstari wa 1 hadi wa 4. Sura ya 3 ya Zekaria mstari wa 1 hadi wa 4. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Kwa hiyo kuna Yoshua na malaika wa Bwana, na shetani amesimama kushindana na Yoshua. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Kwa hiyo Bwana anamwambia shetani, Bwana ya kwanza tumesema ni Yehova au Yahwe, maana yake ni Mungu katika mwili, yani Mungu Mwana, na Bwana ya pili ni Elohim, Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo Yesu Kristo akimwambia Mungu Mwenyezi au Mungu Baba ya kwamba amkemee shetani, na Mungu akafanya hivyo. Na mstari ule wa 3 unasema basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Kwa hiyo unaona uchafu unatajwa pia hapa, akiwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika, na huyo malaika akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kwa hiyo unaona kuna neno uchafu, na nguo kiroho au vazi ni wokovu. Kwa hiyo kwa lugha ya picha ulikuwa unaongelea hali ya kiroho ya kuhani mkuu au askofu mkuu Yoshua, ya kwamba alikuwa na uchafu. Kwa hiyo malaika anamwambia mvueni hizi nguo zenye uchafu, na kisha akamwambia yeye, anamwambia sasa Yoshua, tazama nimekuondolea uovu wako, nimekuondolea uovu. Kwa hiyo unaona ni mwenye uchafu, lakini kilicholeta uchafu ni uovu. Mwenye uovu, kilicholeta uchafu uovu. Nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi, maana yake ambayo hayana uchafu. Nami nimekuondolea. Kuna neno pale kuondoa. Lile neno limetumika pale ni kama vile kuchukua au kuteka away, kuondoa. Kwa hiyo ni zaidi ya msamaha pia. Nimekuondolea maana yake deliverance au kukomboa, na neno ambalo limetumika uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani. Lakini nataka uone ya kwamba huyu alikuwa na uchafu ambao umeletwa na uovu. Kwa hiyo uchafu kama tulivyosema ndani yake inawezekana ukawemo uovu, au inawezekana ikawemo dhambi, au inawezekana ikawepo kosa au ikawepo kosa. Na
Na ukisoma tena Warumi sura ya kwanza kwenye Agano Jipya, Warumi sura ya kwanza mstari wa 24, Warumi sura ya kwanza mstari wa 24, unaona kitu hicho ninachokuambia ya kwamba uchafu, kuna kitu kinaitwa uchafu. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi ile sura ya kwanza mstari wa 24, sura ya kwanza mstari wa 24. Na ukisoma ile sura nzima ya kwanza utaona picha kubwa ya kitu ambacho Biblia inatufundisha, ile sura nzima ya kwanza ya Warumi. Lakini mstari wa 24 Biblia nilionayo inasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliowaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu. Waufuate uchafu, sio dhambi, sio kitu kingine, uchafu. Waufuate uchafu. Alafu anaendelea kusema aliwaacha katika tamaa za mioyo yao wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa hiyo unaona kumbe kuna uchafu. Na unakisoma mstari wa 32, 28 pia mstari wa 32, unaona Biblia inasema wazi kwamba walikuwa wanafanya kitu ambacho wanakijua. Kwa sababu anasema ambao, mstari wa 32 kwa mfano, anasema ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu ya kwamba wayatendayo hayo wanastahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendao. Kwa maamuzi wameamua kufanya uovu, wameamua kufanya uovu ambao umeleta uchafu. Kwa hiyo uchafu unaweza kujengwa na uovu, unaweza kujengwa na dhambi, unaweza kujengwa na kosa. Korintho wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Korintho, waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Korintho sura ya 7 mstari wa kwanza, unaona pia jambo la namna hiyo. Sura ya 7 mstari wa kwanza anasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huko tukitizama utakatifu katika kumcha Mungu. Kwa hiyo kumbe kinyume cha uchafu ni utakatifu. Kinyume cha uchafu ni utakatifu. Lakini nataka uone anazungumza ya kwamba uko uchafu. Kwa hiyo tujitazame uchafu wote, tujitakase na tukiutazamia utakatifu. Kinyume chake ni utakatifu. Kwa hiyo kuna uchafu ambao huo ukiwepo ni msingi wa pingamizi au wazuio ya kwamba mbingu zisikuhudumie. Ufunuo wa Yohana sura ya 16. Ufunuo wa Yohana sura ya 16 utaona Biblia inakwambia habari ya roho ya uchafu. Kwa hiyo kumbe uchafu pia unaweza kuwa roho. Na jambo moja hapa Paulo labda ambalo anatuambia ya kwamba tukiondolea mbali uchafu wa mwili na wa roho. Kwa hiyo kumbe uchafu pia unaweza kutoka rohoni ukaja mwilini. Kwa hiyo kuna watu ni wachafu mwilini kwa sababu ya hali yao ya kiroho. Yaani kuna mtu hapendi usafi tu, ni roho ya uchafu. Ndio maana pale wanasema Paulo hapo kwenye sura ya 7, uchafu wa rohoni na wa mwilini. Kuna mtu hawezi kuwa msafi tu kwa sababu kwa wengine ni kifungo, kwa wengine ni roho ambayo inafanya kazi ndani yao. Sasa Ufunuo wa Yohana 16 naye anatuambia kumbe kuna roho wanaosimamia uchafu. Kwa sababu mstari wa 13 ile sura ya 16 Biblia inasema, nikaona roho 3 za uchafu, roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura, zikitoka katika kinywa cha lile joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo, wale utatu muovu wa shetani. Anasema hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita siku ile kuu ya Mungu. Nitaka uone ya kwamba nikaona roho 3 za uchafu zinazofanana na vyura. Kwa hiyo kumbe ukiota kwa mfano unaota ndoto, unaota chura kwenye ndoto, ni kiashiria ya kwamba unasengusha jambo ambalo ni la uchafu. Sinategemeana na ndoto ilivyo, lakini lugha ya picha, ukiona nyoka unajua lazima nazungumzia habari ya shetani. Ukiona chura kama unaota ujue unazungumzishwa habari ya uchafu. Sasa inategemea na ndoto ilivyo na huyo chura anafanya nini na amefanyaje, lakini generally ukiota chura hapo tunaambiwa roho za uchafu zinazofanana na chura ambao ziko katika chura. Kwa hiyo unaona unazungumzishwa habari ya uchafu kwa namna ambayo ndoto yako itakavyokuwa, lakini hiyo ni moja ya lugha ya picha. Nachotaka mimi uone ni kwamba kuna kitu kinaitwa uchafu na kinaweza kikawa ni roho kamili ya uchafu, kikawa na shida
katika roho yako na maisha yako ya kiroho, ambayo baadaye ina manifest, inadhihirika, inatokea mwilini, na kwa hiyo mtu tabia yake inakuwa pia ni uchafu. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21, waraka wa Paulo, waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21, na maneno yanayosema, kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote. Yakobo 1:21, wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Wekeni mbali uchafu wote. Kwa hiyo unahitaji kuwa mbali na uchafu, unahitaji kukaa mbali na uchafu na kupokea upole. Huo unaweza kuwa zuio, unaweza kuwa pingamizi la kupokea kitu katika maisha yetu ya kiroho. Nataka uone pia jambo jingine ambalo tunaliangazia jioni hii, ya kwamba uchafu umejumuisha yote: kosa au makosa, uovu na dhambi. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 7 unaweza ukaona picha hii inayokuambia. Kwa hiyo kuna dhambi, kuna kosa, kuna uovu, na lazima ujue ili uweze kujua namna ya kutembea navyo. Sura ya 34 mstari wa 7 kitabu cha Kutoka kinasema namna hii. Mstari wa 37 sura ya 4, Biblia inasema, kwenye mstari mmoja unaona, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe, angalia, uovu na makosa na dhambi, vyote vimetajwa. Kwa hiyo kumbe tunahitaji kujua utofauti uliopo kati ya uovu, kati ya makosa, kati na dhambi. Kwa nini vyote vitajwe? Maana yake vina kitu ambacho ni tofauti. Anasamehe maovu, makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Kwa hiyo unaona pia uovu, dhambi, makosa vinatajwa kama vitu tofauti kwenye Biblia, ambavyo vyote matokeo yake ya ujumla ni uchafu, lakini ni vitu tofauti ambavyo unahitaji kuviangalia tofauti. Mambo ya Walawi sura ya 16 ule mstari wa 21. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 21. Angalia jinsi Biblia inavyosema. Mstari wa 21, sura ya 16 Mambo ya Walawi, Biblia inasema namna hii. Inasema, na Haruni ataweka mikono yake mwilini juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli. Yani Haruni anaweka mikono juu ya mbuzi, anaungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli. Angalia, na makosa yao, na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa cha yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Kwa hiyo pia unaona kuna makosa, kuna dhambi, kuna uovu vikitajwa tofauti kwenye Biblia, na unahitaji kujua maana yake. Ukienda kwenye Zaburi ya 32 mstari wa 5, Zaburi ile ya 32 mstari wa 5, angalia mtunga Zaburi anavyotueleza. Zaburi 32 mstari ule wa 5. Zaburi ya 32 mstari ule wa 5, Biblia inasema namna hii: nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu. Nazungumza habari ya upotovu, limetumika neno pale upotovu au uovu wangu. Nalisema nitayakiri maasi, hiyo ni kosa yangu kwa Bwana, au dhambi. Swali, maasi ni dhambi, ni sawa na kusema dhambi, kwa sababu Biblia imetafsiri ya kwamba dhambi ni uasi. Kwa hiyo nitayakiri maasi au dhambi zangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu au uovu wa dhambi yangu. Okay? Kwa hiyo unaona yote karibu matatu hapa yakitajwa, kwamba nilikujulisha dhambi yangu, sikuficha uovu wangu, nalisema nitayakiri maasi ambayo ni dhambi, na tunaona huko baadaye ambayo inazaliwa na kosa kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Kwa hiyo kuna jambo hapa ambalo tutaliangalia baadaye. Kwa sasa ni kuonyesha tu ya kwamba dhambi, kosa, uovu vinatafsiriwa
tofauti au unaweza kuviona tofauti kwenye Biblia. Isaya sura ya 53 mstari wa 5 inazungumza pia kwa habari ya kazi ya Yesu aliyofanya msalabani, inatofautisha makosa, dhambi na uovu. 53 mstari wa 5 Isaya anasema bali ulijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa hiyo kwa makosa Yesu alijeruhiwa, alichubuliwa kwa maovu. Kwa hiyo kumbe kuna tofauti ya makosa na maovu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unaona, uchafu una involve makosa, una involve dhambi, una involve uovu. Waebrania sura ya 8 mstari wa 12. Waebrania sura ya 8 mstari wa 12 unahitaji pia kuona jambo hapa likitajwa. Sura ya 8 waraka kwa Waebrania mstari ule wa 12, Biblia nilionayo mimi imeandika namna hii: kwa sababu hiyo, au kwa sababu nitawasamehe maovu yao. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao. Kwa hiyo neno maovu limetajwa hapa, na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa hiyo maovu na dhambi sitazikumbuka tena, kwa kule kusema Agano Jipya limefanya lile la kwanza kuwa kukuu, lakini kitu kianzacho kwa kikukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Kwa hiyo unaona pia anatuonyesha dhambi, anatuonyesha uovu. Anatuonyesha dhambi, anatuonyesha uovu. Na kuna tofauti ambazo tutaziangalia muda si mrefu. Unaziona za wazi kati ya dhambi na uovu. Unaziona tofauti ambazo zinazungumzwa na Biblia kati ya dhambi, kati ya kosa, kati ya uovu. Lakini ni muhimu kwanza ukaelewa ya kwamba iko tofauti ya msingi kati ya hivi vitu vitatu. Na utafuta mstari nafikiri wa Yeremia sura ya 33 kama sikosei. Yeremia sura ya 33 kuna mstari ambao unaonyesha mambo haya yote kwenye uovu na dhambi. Inaonyesha uovu na dhambi kwenye mstari mmoja. Angalia Yeremia 33 mstari wa kama sio wa 5 mstari wa 8. Yeremia ile 33, Yeremia 33 mstari ule wa mstari wa 8. Yeremia 33 mstari wa 8 tutauangalia huko baadaye, lakini kwa maana ya sasa one Yeremia 33 mstari wa 8. Anasema nami nitawasafisha na uovu wao wote. Mstari wa ajabu kidogo. Nami nitawasafisha uovu wao wote, ambao kwa huo wamenitenda dhambi. Atasafisha uovu wote kwa sababu kwa huo uovu wamemtenda dhambi. Kwa hiyo dhambi yao ilikuwa matokeo ya uovu, ilikuwa matokeo ya uovu. Angalia kipengele kinachofuata. Nami nitawasamehe maovu yao. Nami nitawasamehe maovu yao yote, ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Kama vile anarudia kitu kile kile, lakini ni vitu tofauti. Nami nitawasafisha na uovu wao wote, ambao kwa huo wao wamenitenda dhambi. Kwa hiyo kumbe kuna uovu ambao wanao, na kutokana na huo uovu wamenitenda dhambi. Kwa hiyo matokeo yao ya kutenda dhambi ni kwa sababu kuna uovu. Kwa sababu kuna uovu. Kile kipengele cha pili, nami nitawasamehe maovu yao yote, ambao kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Kinaongelea kama vile jambo lile lile, lakini ukiangalia vizuri utagundua kama ambavyo tutaendelea kuangalia kule mbele, ya kwamba maovu, ili neno ambalo limetumika hapa maovu au uovu wao, kumbe ni chanzo cha kutenda dhambi. Moja, ukiangalia hapa inaonyesha kwa asili kuna uovu ambao ulitokea, na kwa huo wamenitenda dhambi. Kwa hiyo chanzo cha hiyo dhambi yao, kama nilivyokueleza asubuhi, ni jambo pengine ambalo lilitokea kizazi cha 3 au kizazi cha 4, likasababisha udhaifu ndani ya mtu, na kwa sababu ya ule udhaifu huyu mtu hawezi kutenda mema. Kwa hiyo ametenda dhambi kwa sababu ya uovu. Huo uovu amekuja kusababisha yeye kutenda dhambi. Umekuja kusababisha yeye kutenda dhambi. Lakini ile ya pili unaiona ni kwamba ni uovu unaotokana na mtu mwenyewe. Na kwa sababu ya huo uovu unaotokana na mtu, huyu mtu amefanya makosa. Amefanya makosa. Sasa ndio anavyosema kipengele cha kwanza,
nitawasamehe, Bwana anasema ule mstari wa 8, nami nitawasafisha na uovu wao wote ambao kwa huo wamenitenda dhambi. Nami nitawasafisha maovu yao yote ambayo kwayo wamenitenda dhambi na kukosa. Unaona pia maneno yote matatu yakitumika: dhambi, uovu na kosa. Kwa hiyo kumbe kuna uovu ambao ni wa kwao. Huo uovu kasababisha watu wakatenda dhambi na kukosa. Vyote vikatokea kwa wakati mmoja, vinatokea kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unahitaji kujua tofauti yake ni nini na muendelezo, nini kinatokea kwanza, kinazaa nini au kinazuia nini kisiendelee. Na hilo ni jambo la msingi sana. Sasa kwa maana ya jioni hii tupige hatua kidogo, tuangalie makosa ni nini. Makosa, tuangalie makosa au kosa, alafu wakati mwingine tutaendelea na dhambi na uovu, na dhambi na uovu. Ukisoma Biblia, mistari hii ni mingi sana ambayo imeandika makosa, dhambi na uovu ni mingi, na maneno ni mengi, yametumika mara nyingi mno. Lakini unakuja kufikia conclusion au hitimisho ambalo mimi naliona kwa tafsiri. Kama tukisema kosa ni nini au makosa kibiblia ni nini? Moja ni chochote kinachoweza kumsababishia mtu mwingine au Mungu hasira. Kitu chochote unachofanya na kinaweza kumsababishia Mungu au mtu mwingine hasira, hicho kitu ni kosa. Hicho kitu ni kosa. Chochote unachofanya ambacho kinaweza kumsababishia Mungu au mtu mwingine hasira, hicho kitu ni kosa. Hicho kitu ni kosa. Sio lazima kiwe dhambi, lakini ni kosa. Kwa hiyo ni lazima uangalie. Kwa hiyo kosa, moja ya jambo ambalo unatakiwa kuangalia kwenye kosa kwa maana ya tafsiri hii ni mwenzako hapendi au anapenda nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu kwa mfano hapendi utani. Sasa ukimtania akakasirika, umemkosea kwa sababu yeye hapendi utani. Lakini haimaanishi utani uliomfanyia ni dhambi au ni uovu. Haleluya. Au ni hamjaona watu wa namna hiyo? Mwingine hapendi tu utani. Sasa usimzonge kwa utani, kwa sababu unavyomtania unafanya kosa, kwa sababu yeye atapata hasira. Na Biblia inasema ole wake aletaye makwazo. Kwa hiyo ukileta makwazo, unaweza kuwa unajipeleka kwenye mstari ambao unaweza kukusababisha kwenda kwenye dhambi. Kwa sababu baada ya hapo, kama yeye anakasirika, huwezi kujua pia reaction yake itakuwaje. Nini kitatokea baada ya kukasirika? Na kama hicho kikiendelea, nini kitazaliwa? Kwa hiyo kosa ni chochote, tafsiri ya kwanza, ambacho unakifanya mwenzako au Mungu, mwanadamu au Mungu hapendi, na kwa hiyo anaweza kukasirika. Kutoka sura 23 mstari wa 20 hadi ule wa 22. Kutoka sura 23 mstari ule wa 20 hadi mstari wa 22 anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako. Namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Mstari wa 21 angalia, anasema jitunze mbele yake. Jitunze mbele yake, jambo la kwanza. La pili, muisikize sauti yake. La tatu, wala msimtie kasirani. Msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Msimkasirishe. Msimkasirishe huyo malaika na mpeleka mbele yenu, kwa maana hata wasamehe. Sio dhambi, sio uovu, makosa. Makosa yapi? Ya kumkasirisha. Ya kumkasirisha. Jitunzeni, sikilizeni sauti yake, msije mkamkasirisha, maana hata samehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukisikia sauti yake kweli na kuyatenda na mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa watesi wako, au watakao kutesa wakutesao. Kwa hiyo unaona hapa, huyu malaika anayekwenda mbele ya wana wa Israeli hata wasamehe makosa yao, anaweza kuwaacha waadhibiwe. Kwa nini? Kwa sababu hawakujitunza wala hawakumsikiliza. Sasa hii kujitunza na hii kusikiliza, maana yake nitakwambia kidogo, lakini nataka uone picha ya kwanza ya kosa, ya kwamba
kosa ni chochote unachokifanya ambacho mwenzako, jirani yako, mtu mwenzako au Mungu hatapenda, atakasirika ukikifanya, na kwa hiyo kitaleta hasira yake, na hicho inatakiwa uache kukifanya. Hicho inatakiwa uache kukifanya. Jambo la pili au tafsiri ya pili ambayo unaiona kwenye kosa. Tafsiri ya pili ambayo unaona inazaa kosa. Kosa ni kushindwa kutembea ndani ya mipaka. Kushindwa kutembea ndani ya mipaka kwa kupunguza au kuzidi. Kosa ni kushindwa kutembea ndani ya mipaka kwa kupunguza au kuzidi mipaka. Kwa hiyo unatakiwa kujua mipaka yako ni nini kazini, mipaka yako ni nini kwenye familia, mipaka yako ni nini kwenye huduma, mipaka yako ni nini kwenye biashara. Unahitaji kujua mipaka. Mwaka huu tulikuwa tunasema tunahitaji ongezeko la kimipaka. Ukienda nje ya mpaka ambao umejiwekea au Mungu amekuwekea, unatenda kosa. Kiingereza tungesema una trespass, unatenda kosa. Kwa hiyo hutakiwi kwenda nje ya mipaka. Kule shuleni kwa mfano sisi, nafikiri olevo kama nakumbuka vizuri, tulikuwa tuna bustani zinajengwa, zinapandwa ukoka. Napanda ukoka. Sasa unakuta labda darasani ni pale nje labda, lakini hapa katikati ya hapa na darasani kuna bustani. Sasa ili ufike darasani lazima upite kule ndio uende darasani. Sasa mtu unaona, kwa nini nizunguke kule ndio niende darasani? Si nikatize tu hapa. Kwa hiyo unakatiza katikati ya bustani kwenda kule. Sasa lile ilikuwa ni kosa kulingana na utaratibu wa shule. Na wanaweka vibao wanasema no trespassing. Yaani usije ukakatiza. Usifanye shortcut. Wewe fuata njia inayotakiwa. Trespassing is not allowed. Sasa ukitrespass umefanya kosa. Not necessarily haimaanishi sana ni dhambi. Haimaanishi ni uovu, hapana. Kulingana na mipaka tuliojiwekea, wewe umeenda nje ya mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenda nje ya mipaka ni kufanya kosa. Ni kufanya kosa. Tumejiwekea utaratibu, tunakutana saa 3, wewe umekuja saa 4. Unasema dhambi iko wapi? Nimekuta hamjaanza. Sio issue ukuta tumeanza au hatujaanza. Mpaka wetu ulikuwa saa 3, wewe umekuja saa 4, umekosea. Kwa hiyo kwenda nje ya mipaka, na unaliona kwenye negative lina shida zaidi, inaitwa trespassing. Hesabu sura ile ya 15 kwa mfano, nataka nikupe mfano wa Samsoni na Delila. Mfano wa Samsoni na Delila. Unajua Samsoni alikuja akanyolewa nywele, na baadaye tunajua kilichotokea. Nguvu zake zikamuisha na akatobolewa macho na vitu vingine vilivyotokea unavyojua. Lakini Biblia inamtaja Samsoni ya kwamba alikuwa ni mnadhiri wa Bwana. Alikuwa ni mnadhiri wa Mungu na alikuwa na nguvu kwa asili. Kwa hiyo wale wafalme 5 wa Wafilisti, wakuu 5 wa Wafilisti wanatafuta kujua asili ya nguvu za Samsoni. Asili yake ni nini? Wamejaribu najua kutafuta kwa jinsi ya kidunia, wameshindwa. Kumbuka ni wakuu wa nchi. Majimbo 5 ya Wafilisti au nchi 5, hawa ni wakuu wa nchi. Kwa hiyo wana vyombo vya usalama, wana vyombo vya uchunguzi, wameshindwa kujua asili ya nguvu. Lakini wakampa Delila hiyo kazi na wakamwahidi fedha nyingi. Tumewahi kuongea hapa, fedha 5,500. Fedha nyingi sana, awaambia asili ya nguvu ya Samsoni. Na mara kadhaa alijaribu, hakuweza. Mara kadhaa unajua wamejaribu kumtafuta, alivyoweka mbweha akachoma mashamba yao kumuua, hawakuweza. Ana nguvu za mnadhiri na anatunzwa na Mungu kama mnadhiri. Lakini kuna jambo lilitokea. Hilo jambo lilivyotokea likafungua mlango. Likawa ni kosa kulingana na utaratibu. Likawa ni kosa kulingana na mipaka ambayo mnadhiri amewekewa. Lile kosa likafungua vitu vingine vilivyoendelea. Not necessarily ya kwamba lilikuwa dhambi au lilikuwa uovu, lakini lilileta madhara kwenye maisha yake. Unajua, baada ya kutobolewa macho ni jambo la kidunia, akawa haoni, anateseka, nguvu zimemuisha, hata nywele zilivyorudi macho hana. Akaishia kumuomba Mungu maombi ya kwamba naomba nife na hao Wafilisti wasiotahiriwa. Akashika nguzo za jengo, akadondosha lile jengo. Biblia inasema watu 3,000 na zaidi wakafa pamoja naye. Sasa mimi nikuulize, kuna faida gani ya kufa na watu 3,000
macho huna na wewe umekufa. Ingekuwa ina faida sana ukaendelea kuishi kama mnadhiri na ukaendelea kufaidi yale Mungu amekuandalia. Mungu umeomba kufa, amejibu maombi yako, pengine sio muda wa Mungu. Kwa najiuliza siku moja, na mhubiri mmoja akatazamisha akasema, na ni kitu ambacho na mimi nafikiri ni sahihi sana. Nilikuwa sijawahi kufikiri namna hiyo, lakini na wewe ufikiri. Mfikiri kwenye kitabu chote cha Waamuzi sura ya 15, 16, habari ya Samsoni yote inavyotajwa, auoni Samsoni akiomba. Uoni sehemu akiomba. Sehemu moja tu unaona akiomba ni hapo. Aliomba, naomba nife na hawa jamaa. Maombi mafupi na Mungu akajibu instantly, akaua wale jamaa. Fikiri angejifunza kuomba toka mwanzoni, angekuwa ni mtu wa namna gani? Yaani uone sehemu akiomba, yeye anakula bata na maisha yake. Na wengi mnafikiri Delila alikuwa sio ndo mke wa kwanza wa Samsoni. Kasoma Biblia yako. Huyu alikuwa labda watatu. Alishakuwa na mahusiano mawili ya kuoa. Delila alikuwa labda watatu kama sio wa pili, lakini alikuwa na mahusiano mengine mawili nafikiri kabla ya Delila. Na Delila akaja akatimiza lile ambalo pengine Wafilisti walikuwa wamekusudia kutimiza. Lakini nataka uone sababu ni nini. Sasa ukisoma Hesabu 15 mstari wa 22 hadi 23 unaweza ukaanza kupata majibu. Ukaona shida ilikuwa wapi. Hesabu ile sura ya 15. Hesabu sura ya 15 kuanzia mstari wa 22. Ukiweza soma sura ya 15 yote. Inakupa kujua mwanga mkubwa. Lakini kipande ninachokusomea kinahusu wanadhiri. Sura ya 15 Hesabu mstari ule wa 22. Biblia inasema, tena mtapokosa myashike maagizo haya yote Bwana waambiayo Musa, hayo yote Bwana aliyoagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo na baadaye katika vizazi ndipo itakuwa kama ni kosa lililofanywa pasipo kujua, kama ni kosa lililofanywa pasipo kujua. Nafikiri huu ni mstari mwingine, lakini acha tuende nao alafu tutarudi sura ya 6. Tutakuwa sura ya 6, lakini acha tusome huu pia. Anasema, maagizo ambayo mmepewa niliyoagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo na baadaye katika vizazi vyenu. Kwa hiyo hapa anasema, ndipo mtakuwa kama ni kosa lililofanywa pasipo kujua, wala mkutano haukuwa na ufahamu, ndipo mkutano wote utasongeza ng'ombe mume mmoja mdogo kuwa sadaka ya kuteketezwa kwa harufu ya kupendeza kwa Bwana, pamoja na sadaka ya uga na sadaka yake ya kinywaji kama amri ilivyo, na mbuzi mume kuwa sadaka ya dhambi. Huu ni mstari mwingine, lakini ninachotaka uone hapa anasema kosa linatokana na kutokushika maagizo. Kwa hiyo mpaka wao ndugu ilikuwa ni maagizo, mtakapokosa msiyashike maagizo hayo yote aliyomwambia Musa, hayo Bwana aliyowaagiza kwa mkono wa Musa tangu siku hiyo Bwana aliyoleta maagizo na baadaye katika vizazi vyenu. Na anasema mkikosa kwa utaratibu ule, kwa kujua au kwa kutokujua, nini itakuwa remedy au dawa yake au tiba yake. Lakini kumbuka tumesema kosa kufanya jambo ambalo mtu mwingine au Mungu litamletea hasira, au kwenda nje ya mipaka, kutembea nje au kushindwa kutembea ndani ya mipaka kwa kupunguza au kuzidi. Na hapa Hesabu 15:22-23 inatuambia kwa kutokushika maagizo unafanya kosa. Sasa tuende sura ya 6. Twende Hesabu sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza. Nilikuwa nataka ile sheria ya mnadhiri. Hesabu sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli waambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri. Kwa hiyo unajua katika mfumo wa huduma nadhiri ya mnadhiri hapa Biblia inatuambia ndio nadhiri kubwa. Ndio nadhiri kubwa kuwa mnadhiri wa Mungu. Kuna viwango mbalimbali. Kiwango cha juu ni kuwa mnadhiri wa Mungu. Kuwa mnadhiri wa Mungu kinafuatiwa chini yake hapo na towashi. Kuwa towashi ni mtu ambaye nafikiri ameamua kutokuoa ili atumike kwa ajili ya Bwana. Sasa anasema umeamua kufanya nadhiri kubwa ya mnadhiri ili kujiweka wakifu kwa Bwana. Angalia mipaka. Tunaambiwa mipaka ya mnadhiri. Mstari wa 3, atajitenga na divai na kileo. Utakumbuka malaika wa Bwana aliyemtokea Manoa na mkewe aliwaambia pia huyu atakuwa ni mnadhiri, asinywe divai wala asinywe kileo. Mipaka. Hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka.
Mipaka ya mnadhiri, hatakiwi kufanya nini? Siku zote za kujitenga kwake, angalia, anapoamua kuwa mnadhiri, siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kokwa hata maganda. Mipaka. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga, angalia mipaka ya pili, wembe usimfikirie kichwani mwake. Mipaka. Mpaka wake ni kwamba asinyolewe kichwa chake kwa wembe. Hata siku hizo zitakapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana, atakuwa mtakatifu, ataziacha nywele za kichwani mwake zikue ziwe ndefu. Angalia jambo jingine, siku hizo zote ambazo ajiweka wakfu awe wa Bwana, asikaribie maiti. Asikaribie maiti. Hatajitia unajisi kwa ajili ya baba yake na vitu vingine vinavyoendelea. Unaweza kusoma hiyo sura nzima, pia imeongelea mambo mengi kwa habari ya mnadhiri. Lakini hapo unaona nini? Ukiamua kuwa mnadhiri, mpaka wako usijue divai, usiguse chochote cha mzao wa mzabibu, wala koko lake, wala mbegu, wala maji yake. Lakini pia usinyoe nywele, mpaka umewekwa kwa mnadhiri. 3, usikaribie maiti. Usikaribie maiti. Na kama ni maiti, ni maiti tu, Biblia imesema. Kwa hiyo Samsoni amepewa mipaka. Mipaka. Sasa angalia kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 14, 15, 16, lakini tusome ile sura ya 14 kwanza. Kitabu cha Waamuzi sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 9. Unaona Samsoni taratibu anaanza kwenda nje ya mipaka yake. Na hiyo ilikuwa ni ufunguo mkubwa wa madhara ambayo Samsoni aliyapata. Unaona anaanza kwenda nje ya mipaka ambayo imewekwa ya mnadhiri. 14 Samsoni mstari wa 8 hadi ule mstari wa 9. Kisha baadaye akarudi ili kumtwaa. Naye labda nianzie pale juu kidogo kwa sababu ya kile ambacho nilianza kukuambia. Ndipo Samsoni na baba yake na mama yake wakatalipikia Timna, wakafika mashamba ya mizabibu huko Timna, na tazama, mwana simba akaungurumia. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake. Lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Na Biblia inasema basi akatelemka, ule mstari wa 7, na kuzungumza na huyo mwanamke, naye akampendeza Samsoni. Kwa hiyo unaona huyu sio Delila, huyu ni mwanamke mwingine, akampendeza Samsoni. Na Biblia inasema kisha baadaye akarudi ili kumtwaa. Kwa hiyo alikuja akamtoa huyu mwanamke, naye akageuka kando kuangalia mzoga wa huyo simba. Sheria ya mnadhiri asikaribie maiti. Tumezoea maiti ni ya mtu, lakini tafsiri ya Kiingereza inazungumzia ni dead, sikumbuki vizuri, lakini ni general. Ni chochote ambacho kimekufa. Hapa Samsoni ameua simba akamwacha. Anavorudi kumchukua huyu mwanamke ambaye nilikwambia Delila hakuwa wa kwanza, huyu mwingine alikuja akamtoa. Samsoni akakaribia ule mzoga, kando ule mzoga, kisha baadaye arudi kumtoa, naye akageuka kando kuangalia ule mzoga wa huyo simba. Na tazama, nyuki wengi walikuwemo ndani ya mzoga wa simba, na asali ikawemo mle ndani kwenye ule mzoga. Akatoa asali mkononi mwake, akaenda mbele, huku akila. Alipokuwa akienenda, akawafikiria babaye na mamaye, akawapa nao wakala. Nao wamepewa maelekezo na Mungu. Mchungaji anacheka. Nao wamepewa maelekezo na Mungu. Huyu jamaa asije akanywa divai wala nini, wanajua hataki kukaribia mzoga wala maiti, wasiulize. Biblia inasema kwa makusudi kabisa. Alipowafikia baba yake na mama yake, Biblia inasemaje? Hawakumuuliza umetoa wapi au umefanyaje. Hawakumuuliza Samsoni ni nini amefanya na ametoa wapi. Kwa hiyo unaona afikia baba yake na mama yake, mstari wa 9, akawapa nao wakala. Lakini ukiona Biblia imesema lakini, unajua kuna kitu nataka kutufundisha ambacho hakiko sawa sawa. Yasema lakini akuwaambia ya kuwa ameitoa hiyo asali katika mzoga wa simba. Kwa hiyo kutoa asali kwenye mzoga wa simba kulikuwa kuna shida. Ndio maana hapa Biblia inasema lakini hakuwaambia. Basi babaye na mamaye wakatelemkia huyo mwanamke. Samsoni naye akafanya karamu huko na kuwa na vijana, ndivyo walivyokuwa wakifanya. Nataka uone, kwa hiyo kumbe kuanza kutoka kwenye mstari kwa Samsoni, 1, kwenda nje ya mipaka aliyowekewa.
Ni kweli ameua simba, roho wa Bwana amemtokea, hiyo ni jambo jema, ni mnadhiri, nguvu zimekuja. Lakini kukaribia au kugusa mzoga au maiti ilikuwa ni mwiko, ni mpaka ambao hakutakiwa kuuvuka. Yeye jamaa alivyoona nyuki, akaona msemo wetu wa Kiswahili, fuata nyuki ule asali. Yeye mawazo yake akawa kwenye asali, akaenda akachukua asali akala, akawapa na wazazi wake wakala, lakini maana yake aliwaficha. Labda kama angewaambia wangemsaidia, kwa sababu kulikuwa kuna kiutaratibu nini kifanyike ili ufute hilo kosa. Kiutaratibu wa kipindi kile kulikuwa kuna remedy, kulikuwa kuna vitu vya kufanya. Ile sura ya 6 ukisoma kule ya Hesabu, ili kufuta hilo kosa, hakufuta. Kwa ukiendelea kusoma unaona akapata shida na huyo mwanamke na matatizo mengine ambayo yaliendelea kwake. Lakini ukienda sura ya 16, unaweza kusoma sura ya 15, utaona shida mbalimbali zikimtokea jamaa. Sura ya 16 mstari ule wa kuanzia 4, ikawa baada hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Na kwa hiyo Delila alikuwa watatu kimsingi kwa maandiko haya kwa Samsoni. Sasa kuna huyo alienda akamtoa, kuna mwingine unaona nafikiri sura ya 15 akaingia kwake tu kama kahaba, akakaa naye wakaachana. Sasa amekuja kwa Delila na akampenda. Huyo Delila pia katika bonde la Soreki jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Mstari wa 6, Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Anamwambia wazi wazi, nataka kujua asili ya nguvu zako kwa sababu nataka kufungwa na uteswe. Nini kilimpiga upofu Samsoni? Mojawapo, ameenda nje ya mipaka ya mnadhiri. Tayari kuna mlango amefungua ambao ni kosa. Ni kosa kwa sababu ameenda nje ya mpaka kwa kugusa mzoga na kuchukua asali. Umemtengenezea tayari udhaifu, na taratibu asingeweza kumshinda Delila kwa sababu kuna mlango, kuna mpaka ambao umevuka. Na huo tutaangalia kwa sababu makosa yanatengeneza dhambi, yanatengeneza jambo jingine, yanatengeneza uovu. Kwa hiyo yeye kwa kuvuka, Delila sasa anambembeleza. Na mstari wa 7 unaona jamaa kwisha habari yake, Samsoni akamwambia, anaanza kufunguka, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Na unajua yale mambo yakaendelea. Mwishoni akaja akasema siri yenyewe, nikinyolewa nywele zangu sitakuwa na nguvu zangu tena. Na kweli Biblia inasema alivyosema, Delila akajua ya kuwa amemwambia yote, na wakamnyoa wakamtoboa macho. Na Biblia inaendelea kusema akakaa kwenye hivyo vifungo kwa muda mpaka alivyokuja kuomba ile sala akafa. Lakini nataka nikuonyeshe ya kwamba kumbe kulikuwa kuna mipaka ya nafasi aliyokuwa nayo ya mnadhiri. Na kwa sababu ya ile nafasi kuna maeneo ambayo hakutakiwa kufika, kuna vitu hakutakiwa kula, kuna vitu hakutakiwa kugusa. Mipaka. Ukienda nje ya hiyo mipaka umefanya kosa. Kwanza kabla haijawa dhambi wala kabla haijawa uovu. Kwa hiyo unahitaji kujua kibiblia. Ukisoma na mimi ninavyoangalia Biblia, vitu vingi sana ambavyo ni makosa vimewekewa utaratibu wa namna ya kulipa fidia na vikaishia hapo kama utatembea navyo kama vilivyo. Vile ambavyo utaacha bila kulipa fidia ndivyo ambavyo vinazaa jambo jingine kubwa. Kwa hiyo unahitaji kujua, nenda ndani ya mipaka. Mipaka yako ni nini? Nini ambacho umejiwekea kwenye maisha yako? Kuvuka hiyo mipaka taratibu kunaanza kukutengenezea mazingira ya kwenda kwenye kiwango kinachofuata ambacho ni dhambi au uovu. Kwa mfano, makanisa yetu kidogo yako huru. Lakini ukienda makanisa kwa mfano ya Pentekoste, ukiangalia jinsi ambavyo wanafundishwa vijana kukaa katika utakatifu kipindi cha uchumba hadi ndoa, utaona wana vitu ambavyo sisi pengine labda hatufundishani au hatuvipi umuhimu. Na pengine hatuvijui kwa sababu hatuvipi umuhimu. Lakini wao wamepata wapi? Ukivitafuta kwenye Biblia pengine usivione. Lakini wamechukua kitu kimoja kwenye Biblia, wamekitengenezea utaratibu, kukiwekea mipaka ili kusaidia watu wasije wakavuka hiyo mipaka wakaenda kwenye dhambi. Kwa hiyo ni mipaka inayokusaidia usije ukafungua mlango ukaenda kwenye dhambi. Kwa hiyo sasa wanaambiwa mkiwa wachumba, labda
msitembeleane kabisa nyumbani. Wewe usiende nyumbani kwake, huyu asije nyumbani kwako. Unajua sisi tumeokoka, kwani kutembeleana kuna shida gani? Sisi tunajua sisi tumeokoka. Ni kweli, lakini mpaka umewekwa ili kukusaidia. Mkiwa machumba labda msiende sehemu mkiwa wawili peke yenu, awepo mtu wa tatu. Either dada awe na mwenzake au kaka awe na mwenzake. Kwa nini? Ili kukusaidia. Mkiwa wawili kwa sababu tayari kuna hisia zimekuja katikati yenu, ni rahisi kuvuka mpaka, na mkivuka mpaka mnaweza mkaanguka dhambini. Kwa hiyo wanakuwekea mazingira mengi. Msiende sehemu ambayo ni ya kujificha. Kaeni eneo la wazi. Mipaka inawekwa. Kuvunja hiyo mipaka haimaanishi sana itakuwa ni dhambi, lakini ni kosa. Sasa kosa linaweza likafungua mlango mwingine. Na kosa mengi yamewekewa utaratibu ya ukivunja nini kinafanyika, unatoka kwenye hilo kosa. Kwa hiyo unarudi kuwa huru. Kwa hiyo dawa nyingi ya kosa ni penalty, ni adhabu ambayo unalipa au unafanya alafu unarudi. Ndio maana Hesabu ile sura ya 6 ambayo tumesoma, unaona hata mnadhiri anasema ikiwa, ukiendelea mstari unaofuata, kama akinyoa nywele kimakosa inatakiwa afanye nini? Kama akisogelea maiti au kitu kilichokufa inatakiwa atoe nini kwa kuhani ili asafishike tena arudi kwenye nafasi yake. Samsoni huoni akifanya hivyo. Kutokufanya hivyo, kwa hiyo kile kitu kikaendelea kukua, sasa kikamdhalia madhara mengine. Inawezekana kikatengeneza dhambi, au sasa kikatengeneza substandard, kikatengeneza maisha ya chini ya kiwango. Kama Samsoni, ukiniuliza mimi aliishi chini ya kiwango mpaka anakufa. Ni nini alichoachieve na nguvu zote ambazo tunaelezwa alikuwa nazo? Ukitafuta ni kama uoni. Kwa nini amekufa chini ya kiwango? Kwa nini hatuoni ya kwamba tu alitenda dhambi, lakini alifanya makosa ya kwenda nje ya mipaka ya mnadhiri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kosa ni mlango wa kukupeleka kwenye dhambi, lakini kosa sio lazima liwe dhambi. Kosa ni mlango ambao unaweza kukupeleka kwenda kwenye dhambi. Na ukisoma Biblia hivyo ndivyo ambavyo tunafundishwa. Korintho wa kwanza sura ya waraka wa kwanza wa Paulo mtume sura ya 8 mstari wa kwanza hadi wa 13, tusome hapo, tutamaliza hapo. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume sura ya 8 mstari ule wa kwanza hadi mstari wa 13. Nafikiri naweza nikasoma kwa kurukaruka, lakini nataka nikuonyeshe jambo ya kwamba sio kila kosa ni dhambi, lakini unahitaji kuwa ndani ya mipaka. Sikushauri, na kwa usalama wa kiroho hatutakiwi kwenda nje ya mipaka ili tuwe salama. Kwa hiyo unapozoea kwenda nje ya mipaka, inakutengenezea kitu kingine ambacho kinaweza kufungua mlango mkubwa zaidi, ambao ni mlango unaofuata wa dhambi. Sasa hii wa Korintho wa kwanza sura ya 8, angalia haya mahusia ya Paulo mtume kwa hili kanisa la Korintho, na kwa habari ya mahusiano yake na mipaka ambao wamejiwekea na waamini wengine. Yeye anasema ule mstari wa kwanza, na kwa habari ya vitu vilivyoletewa sadaka, vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Alafu anasema mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, angalia sasa kwamba kuna vitu vimetolewa sadaka kwa sanamu. Sasa viliwe au visiliwe? Sasa hapa Paulo anasema kwa habari ya kuvitoa sadaka, kuvila vitu vilivyotolewa kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na ya kuwa hakuna Mungu ila mmoja tu. Yaani sanamu sio Mungu, sio kitu. Mungu ni mmoja. Kwa maana ijapokuwa wako waitoa miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na bwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Bali ujuzi huu, angalia, haumo ndani ya watu wote. Huu ujuzi anaozungumza sanamu sio Mungu, Mungu ni mmoja, sio watu wote wanao. Ila wengine kwa kuizoelea ile sanamu, hata sasa hula kana kwamba ni kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu, na dhamiri zao kwa kuwa dhaifu unajisika.
Kwa hiyo wakila vitu vilivyotolewa kuwa sadaka kwa sanamu, kwa sababu ya udhaifu wa dhamiri zao hunajizika. Paulo anasema, lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Lakini mstari wa 9 anasema, angalieni huu uwezo wenu usije ukawakwaza wale walio dhaifu. Kwa hiyo anasema wekeni mpaka, kwa sababu nyie mnajua kula kitu kilichotolewa sadaka kwa sanamu sio dhambi. Sanamu sio Mungu, si kitu chochote. Sisi tunakula na hamna shida. Wengine kwa kujizoeleza, kwa sababu wamezoea kuabudu sanamu, taratibu zao labda zimewafundisha hivyo, mila na desturi, kwao dhamiri zao zinakuwa dhaifu, zinawashtaki kwamba huwezi kula kitu kilichotolewa sadaka sanamu. Sasa Paulo anasema, kwa ujuzi huo sisi ambao tunao, angalieni msije mkawakwaza wale walio dhaifu. Kwa maana mtu akikuona wewe uliye na ujuzi umeketi chakulani ndani ya hekalu la sanamu, je, dhamiri yake mtu huyo kwa kuwa yu dhaifu haitathibitika hata yeye naye ale vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu? Alafu anasema, na yule aliye dhaifu aangamizwa kwa ujuzi wako. Yeye anapata shida, anaona ni dhambi, anaona kama anaweza akapotea kwa sababu ya ujuzi wako, naye ni ndugu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Kwa hiyo anasema hivyo, mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha. Sasa angalia, mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Kwa hiyo anamaliza akisema, kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Unaelewa nini? Unaelewa Paulo anachosema? Kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu sio dhambi, wala hakuna shida, kwa sababu kwa ujuzi nilionao mimi najua sanamu sio Mungu. Sanamu halina uhai, haliwezi kupokea sadaka. Sasa kwa sababu wajinga wameleta, mimi nakaa kwenye hilo hekalu na ninakula, hamna shida, najua ninachokisimamia. Lakini kuna wengine kwenye hilo hekalu wanakuja kuabudu, wanaona ndio utaratibu wa kimungu. Sasa anasema, kwa sababu wengine wakienda njia hiyo, imani yao sio sawa na ya kwako. Kwanza wanaweza wakapotea kwenye imani. Pili, dhamiri zao ni dhaifu, wanaweza wasielewe, pia ukawapoteza. Sasa anasema, kama kuna kitu unachofanya alafu kikampoteza mwenzako, na yeye huyo pia amenunuliwa na Kristo, anasema hiyo ni dhambi. Hiyo kwa sababu ni ole aletaye makwazo, kwa sababu kila anayeleta makwazo ole na kuwako kwake. Kwa hiyo sasa kama ukiona kitu ni kwazo, anachotufundisha hapa, bora usikifanye. Itakuwa ni kosa kukifanya. Kwa nini? Kwa ajili ya dhamiri ya mwingine. Kumbuka pia tulikotoka, kosa ni chochote kinacholeta hasira kwa mwanadamu mwenzako au kwa Mungu. Mwingine akikuona unafanya hivyo atakasirika. Kwa nini? Haelewi, hana maarifa. Ataamua kuacha kuja kusali. Mimi sisali tena. Kwa nini? Jamaa wanakula kitimoto. Nini? Amesoma mambo ya Walawi. Hicho tu yeye anakamstari yako. Tena kingine amekasikia kwenye mhadhara wa ndugu zetu wa mama mdogo. Hawajui maandiko mengine yoyote. Wao wanajua hako tu. Sasa anasema kwa mtu wa namna hiyo, ukiona ameacha kuja fellowship kwa sababu mtumishi anakula kitimoto, usile mbele yake au acha ili uokoe hiyo nafsi. Sasa angalia, kuacha kula kitimoto sio dhambi. Biblia imeruhusu. Kwa mfano, natolea mfano, Biblia imeruhusu. Lakini kuna mtu ambaye kwa uelewa wake mdogo, akiona anajua umeenda kinyume na Biblia, hajui maandiko mengine yaliyoko, yeye anajua hilo. Sasa kwa huyo anasema mbele yake usile, asikuone unakula, ili ujizuie kumkwaza na usije ukamfanya akapotea. Ukimpoteza, Ezekiel 18:33 pia inasapoti, kwako itakuwa ni dhambi, kwa sababu umempoteza ndugu aliyenunuliwa pia na Kristo. Kristo pia alimfia. Wapendwa, mnanielewa nini? Nachoelewa au ambacho nataka uchukue ni kwamba mipaka kumbe iko mingine, sio kwa sababu hivyo vitu vilivyowekewa mipaka ni dhambi. Kuna mipaka mingine imewekwa kwa sababu aidha kuna wengine bila hiyo mipaka hataweza kujizuia, watapotea. Au kuna wengine kwa sababu hawaamini katika hiyo vitu fulani, bila hiyo mipaka watashindwa kukaa kwenye imani. Sasa Biblia inasema ukiona kuna hali ya namna hiyo, hakikisha hivyo vitu ufanye. Paulo anamalizia kwa kusema, kama chakula kikimkwaza ndugu yangu, kinamkwaza, sio dhambi. Akijakatazwa labda au hajui maandiko mengine, lakini yeye kinamkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele,
nisije nikamkwaza ndugu. Kwa nini? Mistari iliyotangulia anasema ukifanya hivyo itakuwa ni dhambi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inakulazimu kuacha kufanya, kwa sababu ukivifanya umekuwa umeenda nje, umeshinda kutembea ndani ya mipaka iliyowekwa, au umesababisha hasira au makwazo kwa mwenzako, na hivyo vitahesabiwa kuwa ni kosa. Kwanza vikienda kwenye extent ya Paulo anaosema sasa vingine kati yake vitaishia kuwa kosa, vingine vinaweza vikaenda extra, vikaenda zaidi, vikatambulika kuwa ni dhambi au ni uovu, kwa sababu uovu unatokana na wewe au na vizazi vilivyopita. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, nini unatakiwa uchukue? Hakikisha unajua mipaka yako katika kila eneo ambalo upo. Mipaka yako ni nini? Hakikisha unajua watu ulionao wanapenda nini, hawapendi nini, na ujitahidi kuishi kwenye hiyo mipaka. Jitahidi kuishi kwenye hiyo mipaka. Jambo la pili ni toba. Toba ndio njia pekee ya kuondoa kila kitu ambacho kimefanyika au kuhesabiwa kuwa ni kosa kwako, au kimehesabiwa kuwa ni dhambi, na wewe unajua ya kwamba hilo ni kosa umefanya, umevuka mpaka, umemkwaza. Unahitaji kuomba toba kwa Bwana. Kama jambo la tatu, kuna fidia au malipo ambayo unatakiwa kufanya, hayo yalipwe. Na sisi unajua moja mtaji mkubwa au mtaji pekee tulionao ni kulipa kwa damu ya Yesu. Kwa chochote ambacho tumevuka mipaka, chochote ambacho tumetembea nje ya mipaka yetu, kama Samsoni, kwa kugusa, kwa kunusa, kwa kutenda, chochote ambacho tumekifanya. Hesabu sura ya 15 anatuambia kwa kujua au kwa kutokujua umevuka nje ya mipaka, hilo ni kosa ambalo linaweza likaenda kuhesabiwa kuwa dhambi au uovu. Unahitaji kutubia, unahitaji kulitubia na kulipa madai yoyote ambayo yanadaiwa, fidia kwa kutumia damu ya mwana kondoo. Ufunuo 12:11 kama inavyotufundisha kulipa kwa kutumia damu ya Yesu. Kwa hiyo chukua dakika chache kuomba hapa kabla tujamaliza. Chukua dakika chache kuomba. Kuomba nini? Mambo la kwanza ambalo nasukuma ndani kuambia tuombe Mungu aendelee kufungua macho yetu ya rohoni na atupe maarifa ya kupata kujua haya tunayojifunza. Tuombe Mungu atufungue macho yetu ya rohoni na atupe maarifa ya kuelewa haya ambayo tunajifunza. Jambo la pili, tuombe toba kama ambavyo nimesema. Tuombe toba. Toba kwa nini? Kwa kila mtu ambaye tumemkasirisha. Wengine unawajua na Mungu anaweza kukuletea kwamba hili nimemkasirisha mtu. Hata aliponizuia niliendelea kumtania na nikamkasirisha. Tuombe toba. Tuombe toba. Kuna watu ni kama hawajui mipaka, na wengine ni watumishi ni kama hawajui mipaka. Kwa hiyo unahitaji kujua. Ukiona mtu hataki kitu fulani, maana yake ujifunze kujua mpaka wako ni upi. Na vitu vingine ni vya kujifunza na kujizoeza kujifunza au kufanya mpaka pale utakapoweka. Lakini toba kwa watu tuliowakwaza, toba kwa mipaka ambayo tumevuka, vitu vyote ambavyo tumeenda nje ya mipaka tuliowekewa, tuombe toba. Alafu tulipe fidia. Tumwambie Kristo Yesu kwa damu yake aliyomwaga msalabani tunalipa fidia. Fidia ya kila adhabu zitokanazo na makosa, kuvunja kutenda makosa, kwenda nje ya maeneo au taratibu au mipaka ambayo tumejiwekea, na kwa hiyo yamesababisha adhabu tunazodaiwa. Kumbuka ile Ezekiel 24:13 kama tulivyosema, Mungu anasema kuna vitu vingine vinaleta uchafu na haviishi mpaka hasira yangu itakapotimizwa. Tuombe Mungu hiyo hasira yake isitimizwe kwetu. Kama kuna makosa tumefanya, tuombe Mungu kwa damu ya Yesu akubali ya kwamba hayo yalipwe fidia na damu ya Yesu. Unaweza kusimama kwa miguu yako tupate muda wa kuomba. Hakikisha unaomba mwaka huu kama tulivyosema tena, hakikisha unaomba mwaka wa kujiombea. Hakikisha unaomba na pata ufahamu zaidi wa namna ya kuomba. Nilitegemea watu ambao wamesimama tayari tupate dakika chache za kuomba. Tutakuwa na dakika kama 10 tu. Kwa hiyo hakikisha unazitumia vizuri na endelea kuomba nyumbani kulingana na vitu ambavyo Roho Mtakatifu ataendelea kukuongoza. Sema: Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo na mafundisho uliyotupa juu Bwana ya uchafu
na ambao ndani yake umebeba kosa, dhambi na uovu. Na sasa jioni hii tumejua ya kwamba kosa ni chochote tunachofanya kukasirisha wenzetu na wewe Bwana. Lakini pia tumejua ya kwamba kosa ni chochote tunachofanya kwa kushindwa kukaa au kutembea nje ya mipaka ambayo umetuwekea. Tunaomba rehema Bwana, tunaomba Bwana, tunaomba toba kwa yoyote ambaye tumemkwaza akakasirika kwa kujua ama kutokujua, yoyote ambaye tumemkwaza tumemkasirisha kwa kutokujua mipaka yetu. Bwana, neno lako linasema ole wake aletaye makwazo. Na sisi Bwana kwa kujua ama kutokujua, inawezekana tumetenda kosa letalo makwazo, letayo hasira, letayo uchungu ndani ya wanadamu wenzetu. Na wewe Bwana tunaomba uturehemu kwa damu ya Yesu, utusafishe uchafu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunasimama kama makuhani kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya wana wetu, kwa ajili ya wenza wetu, tukiomba toba kwa ajili yao, tukiomba rehema kwa ajili yao kwa makosa yoyote ambayo wamefanya, kutukasirisha sisi kwenda nje ya mipaka yao. Bwana, mahali popote walipo, iwe kazini, iwe kwenye huduma, iwe kwenye biashara, popote walipo, tunaombea toba, tunaombea rehema. Uwasamehe Bwana, unapotusamehe sisi, uwasamehe na wao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, tunaomba utufundishe, utusemeshe muda wote kuchunga na kutembea ndani ya mipaka yetu, kwa jina la Yesu. Sema tuko tayari kufundishwa, tuko tayari kukusikiliza, maana neno lako linasema tujitunze na tusikilize. Kwa kufanya hivyo tutaishi, tutatembea ndani ya mipaka yetu, tutakaa ndani ya mipaka yetu, hatutawakwaza wenzetu wala tutakwazika. Sema Roho Mtakatifu, utufundishe, utuongoze, maana neno lako linasema wote wanaongozwa na wewe Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu, na sisi ni wana wa Mungu. Tuko tayari kuongozwa na wewe na utuongoze katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema Bwana, tunaomba upokee damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kama fidia ya madai yote ya adhabu ambazo tunadaiwa kwa makosa tuliyotenda. Sema Bwana, hayo madai yote ambayo tunadaiwa, tunayoyajua na tusiyoyajua, kwa damu ya Yesu tunayalipa fidia kwa damu ya mwana kondoo, kila dai nalodaiwa, familia yangu inayodaiwa, kila dai ukoo wangu unaodaiwa kwa sababu ya makosa tuliyotenda, na hivyo kuleta uchafu kwenye maisha yetu. Sema damu ya Yesu ilipe hizo fidia
ilipe hayo madai. Sema shetani na madhabahu zako zote, ninakuamuru sasa, pokea damu ya Yesu, iwe fidia ya hizo adhabu za makosa yetu katika jina la Yesu. Na chochote ambacho umekiweka kwenye maisha yangu ukiwa na uhalali wa uchafu utokanao na makosa, kiondoe kwenye mwili wangu katika jina la Yesu, kwenye maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa uweza wa jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa uweza wa damu ya Yesu, kila eneo la maisha yangu lililopungua, naliamuru sasa kusawazika, kuwa sawa kwa damu ya Yesu. Sema kila udhaifu, kila unyonge umeotokana na adhabu ya makosa na uchafu utokanao na makosa. Sema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nimefutwa kwa damu ya Yesu, imesawazishwa kwa damu ya Yesu, imelipiwa kwa damu ya Yesu. Sema shetani hauna uhalali tena, wala hauna haki ya mashitaka ya makosa yangu tena, maana imewekwa msalabani kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema ninaamuru maisha ya ushindi kwenye familia yangu, maisha ya ushindi kwenye familia yangu, maisha ya ushindi mtaani kwangu, maisha ya ushindi kazini kwangu, maisha ya ushindi kwenye huduma yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaamuru afya kwenye mwili wangu, kila eneo la mwili wangu limepigwa kwa magonjwa na nguvu za giza na roho za uchafu na udhaifu kwa sababu ya makosa niliyoyatenda. Sema sikia roho wa magonjwa, sikia roho wa udhaifu, sikia roho wa maumivu. Hayo madai ulionayo yamelipwa kwa damu ya mwana-kondoo. Mimi ni huru katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, nakushukuru sana, neno lako Bwana tumelisikia, nasi tuko tayari kuwa chini ya neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakuja mbele zako Bwana kwa unyenyekevu kama tulivyokiri kwa maneno ya kinywa chetu, tukiomba toba Bwana kwa kila kosa ambalo tumelifanya Bwana, kwa kwenda nje ya mipaka yetu, kwa kutembea nje ya vizuizi ulivyotuwekea Bwana, tukijua au kwa kutokujua. Tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe kwa kazi ya msalaba na damu ya Yesu Kristo. Utusamehe Bwana sisi na ndugu zetu wote katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote Bwana ambacho tumefanya cha makwazo, cha kukasirisha wenzetu, kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kutokujiwekea mipaka ya jinsi ya kuishi nao, iwe ni katika utani wapo tuliona sisi tunafanya utani, iwe ni katika mzaha tulipoona tunafanya mzaha tu, Mungu tukawakasirisha wenzetu, iwe ni katika ushabiki, inawezekana wa mpira, inawezekana wa vitu vingine vya dunia, lakini katika ushabiki tuliwakwaza wenzetu wakakasirika na tukujua mipaka ambapo ilitakiwa tuishie Bwana, ili kutokuleta hayo makwazo, mioyo yao ikaumia, dhaifu ukaja ndani yao. Naye Bwana sawasawa na neno lako umetufundisha ya kwamba hilo linaweza kuhesabiwa kuwa dhambi kwetu. Tunaomba rehema Bwana, tunaomba toba Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wajukuu
wetu, kwa ajili ya ndugu zetu. Bwana, tunakuja mbele zako kwa nafasi yetu kwako Bwana, wewe uliye rafiki yetu Bwana, tukiomba kwa ajili ya ndugu zetu wote. Mungu, anayo mahitaji pia ambayo yameletwa na udhaifu uliotengenezwa na makosa. Tunaombea rehema Bwana, tunaombea toba Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Wengine wagonjwa, wengine wana udhaifu na maumivu kwenye mwili, Mungu, kwa ajili ya kuvuka mipaka au kutokutembea kwenye mipaka ambao umetuwekea au tuliojiwekea wenyewe, katika jina la Yesu. Sira zao zimewaka. Wengine Bwana wamepata madonda ya tumbo, high blood pressure, kisukari Bwana, kwa sababu ya hizo hasira ambazo zimekuwa zikiibuka kwa ajili yetu. Mungu, naomba toba kwa ajili yetu na kwa ajili yao. Tunaomba toba kwa ajili yetu na kwa ajili yao. Tunaomba toba kwa ajili yetu na kwa ajili yao. Wewe uliye mwingi wa rehema, wewe ambaye unaghairi mabaya, wewe ambaye unasamehe makosa na dhambi na uovu, unapotazama makosa yetu Bwana, tunaomba utusamehe. Tunaomba utusamehe pale ambapo hatukufuata utaratibu uliotuwekea kama Samsoni na tukavuka mipaka yetu, tukiona ni jambo la kawaida, tukiona ni jambo la usahihi. Mungu, tunaomba uturehemu. Mungu, tunaomba uturehemu kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaombea pia mtaa huu wa Mtakatifu Silvesta Kijichi. Chochote Bwana kama mtaa ambacho tumefanya kikahesabiwa kuwa ni kosa, chochote ambacho Bwana viongozi wetu Bwana wa mtaa wamefanya ikahesabiwa kuwa ni kosa, kuanzia kwa mchungaji kiongozi mpaka msaidizi na watendaji wengine, Mungu, ninasimama kama makuhani tukiomba rehema Bwana kwa ajili ya mtaa huu na kanisa lako, tukiomba rehema Bwana kwa ajili ya muumini mmoja mmoja na vikundi vilivyoko Bwana kwenye mtaa huu wa Mtakatifu Silvesta Kijichi, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho tumefanya nje ya utaratibu wako, nje ya utaratibu tuliojiwekea na kikawa ni kosa Bwana, chochote ambacho kimevuta adhabu, chochote ambacho kimevuta madai ya fidia, kwa sababu tumetenda kinyume na utaratibu, tumeenda nje ya mipaka, tumeleta makwazo Bwana, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Wewe ni Mungu ambaye unaondoa, unasamehe makosa na uchafu uletao na makosa. Samehe Bwana, tazama Bwana urehemu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Na Bwana, ukiweka udhaifu wowote wa magonjwa, udhaifu wowote wa kuishi chini ya kiwango ambacho Bwana umekusudia tuishi kwa sababu ya makosa yetu, kwa sababu ya kutofuata utaratibu, tunaomba utusamehe, tunaomba uturehemu katika jina la Yesu. Lakini zaidi sana, kubali Bwana, damu yako iwe ni fidia kwa ajili ya hayo madai ambayo kuzimu inadai, ambayo mbingu zinadai. Damu yako iwe ni fidia kwa ajili ya hayo madai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Enyi mamlaka za giza na madhabahu ya giza mnaotusikiliza sasa, tunajua mnatusikiliza, tunajua mnajihudhurisha na kutusikiliza. Chochote mnachodai ambacho msingi wake ni kosa, ambacho msingi wake ni kukwaza wengine, ambacho msingi wake ni kwenda nje ya mipaka yetu, kinyume na taratibu zetu, chochote ambacho mmekitumia kama madai, kama uhalali wa kukaa kwenye miili yetu na kuleta magonjwa, wa kukaa kwenye kazi zetu na biashara zetu na kuleta hasara, chochote mnachokitumia cha uchafu utokanao na kosa, sasa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, tunalipa hayo madai fidia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye madhabahu za ukoo, kwa damu ya Yesu, kwenye madhabahu za kifamilia, kwa damu ya Yesu, kwenye madhabahu za kazi, kwa damu ya Yesu, kwenye madhabahu za huduma, kwa damu ya Yesu. Mitego tuliyowekewa hako kazini, kwenye biashara, nasi tusijue kama ni mitego, ikaleta makwazo, ikaleta hasira. Bwana, katika jina la Yesu, utusamehe tulipoingia kwenye hiyo mitego, lakini katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hiyo mitego iliyotunasa, tunajitoa kwenye hiyo mitego, tunajinasua kwenye hiyo mitego kwa damu ya mwana kondoo, 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 tunajinasua kwenye hiyo mitego kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana,
tunaomba Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu. Fungua macho yetu ya ndani, fungua fahamu zetu, tupe roho ya maarifa, tupe roho ya kupambanua roho, tupate kujua pale mitego itujiapo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuone na kupambanua ya kwamba huu ni mtego unatujia, na tujiepushe nayo. Makwazo yanapokuja tuyaone na tujue ni mtego, tujiepushe nayo. Udhaifu unapokuja tuone, tujue huu ni mtego wa kutaka kutuingia kwenye kukasirika na kuondoka katika mstari uliotupangia, na hivyo kukutenda kosa. Katika damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu najiweka chini ya uongozi wako. Wewe uliye kiongozi na mwalimu mwema, utujalie, utusaidie kuelewa, tusaidie kuona, tusaidie kutambua, tupe furaha ya ndani ya mioyo yetu, maana furaha yako ni nguvu zetu. Pale ambapo tungetakiwa kuwa kwenye udhaifu wa kukasirika, kuwa kwenye udhaifu wa kuwa na hasira, Roho Mtakatifu tuonyeshe ya kwamba tusiwe na hasira, tuonyeshe ya kwamba hasira yetu haitendi haki ya Bwana, tuonyeshe ya kwamba hata tungekasirika hatutatenda haki yako, na tujiepushe na hiyo hasira, tujiepushe na hayo makwazo. Tumuone Ibilisi nyuma ya hayo makwazo na watu waeletayo, zaidi ya kuwachukia watu wanaoleta hayo makwazo. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa tunajiweka chini ya uongozi wako. Neno la Bwana linasema ya kwamba wote tunaoongozwa na wewe Roho Mtakatifu ndio wana wa Mungu. Katika jina la Yesu, nafsi zetu tunazitoa kwako, roho zetu tunazitoa kwako, mioyo yetu tunaitoa kwako, chini ya uongozi wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo. Tuongoze Bwana, tuongoze Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako, kamata sadaka yako. Tuambatanishe sadaka yetu na maombi ya mwisho tunavyomshukuru Bwana. Tuambatanishe sadaka yetu na maombi ya mwisho tunavyomshukuru Bwana. Chukua sadaka yako, tuambatanishe maombi yetu na sadaka yako. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, atakuja mbele zako mikono mitupu. Tunayo sadaka ya Bwana, na hata pale ambapo hatuna, unaona mioyo yetu ya kwamba tumekusudia mema ya Bwana katika kutolea. Neno lako linasema Bwana, kanisa la Makedonia walijitoa kwanza miili yao na baadaye wakaleta vitu, hata pale ambapo walikuwa hawana vitu. Wengine wetu kati yetu, Bwana, miili yetu tumeileta kwako kama dhabihu, sadaka iliyo takatifu. Pokea hii sadaka, pokea muda tuliotoa Bwana, na sadaka ambazo tumeleta za vitu, ile dhamiri yetu ya ndani ya kutaka kukujua na kuwa na badiliko Bwana, kubali kama sadaka. Tunavyotoa sadaka hii Mungu, katika jina la Yesu, tunaambatanisha ufahamu wetu na sadaka hii, maarifa ambayo yatokayo kwako na sadaka hii. Endelea kutufundisha kwa habari ya kosa, kwa habari ya dhambi, kwa habari ya uovu, madhara yake Bwana. Tuonyeshe maarifa yako zaidi katika Biblia, na zaidi Bwana utujalie kwa sadaka hii kutembea katika ushindi, katika jina na damu ya Yesu Kristo, katika jina na damu ya Yesu Kristo, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Unaweza kumtolea Mungu sadaka yako wakati tunamaliza, lakini kabla tujatoa sadaka, najisikia kuomba. Kama kuna mtu ana ugonjwa, ni mgonjwa, anataka tuombe kwa ajili yako, au una shida fulani ambayo ungetaka Mungu aishughulikie, na uko katikati yetu, tusikunyime hii nafasi ya kuomba. Kama uko, sogea hapa mbele tuombe kwa ajili yako. Tunavyomalizia na kumshukuru Bwana, tuombe kwa ajili yako. Toa sadaka yako kabisa, alafu unaweza ukaja hapa tukaomba kwa ajili yako. Kama kuna wimbo mnasikia kutupa waimbaji, tafadhali mnaweza mkatupatia huo wimbo, tuendelee kuimba. Jambo moja la muhimu sana unapokuja mbele za Bwana, wewe sema mahitaji yako kwa Bwana. Mungu ndiye anayetuhudumia, yeye ndiye anayeona sirini. Kwa hiyo unaposema wakati tunakuombea, hata kama ni kimoyomoyo, unamwambia Mungu, chukua hii shida yangu. Mungu, ondoa udhaifu wangu. Mungu, niponye. Mungu, ondoa ile kesi. Mungu, ondoa. Mwambie kimoyomoyo, mimi ninaomba kwa ajili yako na kuinua kwa ajili yako kwenye mbingu, nikisema kile ulicho nacho. Mungu anatazama moyo wako. Imani zetu zinapoungana, haijalishi umeniambia jambo ulilonalo au hujaniambia, ninachoamini mbingu zinajibu, mbingu zitajibu. Kwa hiyo hakikisha ninapokuombea unasema kimoyomoyo kile ambacho unataka Mungu akutendee. Kwa dakika moja wimbo ambao mnasikia, alafu tuombe kwa ajili yako.
ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, joni gafurahini papo. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, joni gafurahini papo. Fundisha maneno haya pamoja na mimi. Sema, Ee Bwana Yesu, ninaomba rehema, ninaomba toba, nakiri udhaifu ambao umeletwa na makosa na dhambi na uovu kwenye maisha yangu. Naomba unisafishe huo udhaifu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Safishe mimi, safisha familia yangu, safisha watu wote ninaosimama kwa niaba yao. Sema, na kwa damu ya Yesu ninajitoa kwenye kila mstari, kwenye kila maandiko ambayo nimeambatanishwa kwa nadhiri mahali popote. Sema, natoa jina langu, natoa nafsi yangu kwenye hayo maandiko, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema, kila kazi ya ibilisi kwenye maisha yangu ninainajisi kwa damu ya Yesu, ninaikataa, ninaifukuza, kuiambia iondoke kwangu sasa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakataa magonjwa yoyote kwa majina yake, katika jina la Yesu. Nakataa huzuni na maumivu ya moyo yoyote kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Nakataa na laani vyanzo vyake pia, katika jina la Yesu. Nakataa uonevu wa ibilisi wa aina yoyote kwenye maisha yangu, uonevu wowote wa binadamu ambao ni kazi za ibilisi kwenye maisha yangu, ninaukataa na nauondoa sasa kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema, natamka ya kwamba kuanzia sasa sitaishi tena chini ya kiwango. Kila mlango unaoleta maisha ya chini ya kiwango ninaufunga kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mstari, kila zuio nililowekewa lisivuke, naliondoa sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Natangaza na ninapokea uhuru kutokana na Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tamka haja yako mbele za Bwana huku nikikuombea. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nguvu zako na uwezo wako ndani yake Bwana, maombi yake na mahitaji yake uyaone na uyajibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Chochote ambacho ibilisi amekitumia kuzuia mahitaji yake ninakiondoa sasa, na kitamka ya kwamba hakina mamlaka sasa kwake, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza na kazi yote ya ibilisi kwenye maisha yake haina nguvu tena wala mamlaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako kama moto, nguvu za Mungu ndani yako mpaka kwenye mifupa yako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wa Bwana ukuguse katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila laana na mikosi na iondoa kwako kwa jina la Yesu Kristo,
kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Madai yote yalipofidia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kokote nafsi yako ilikokamatwa na iondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu za Mungu ndani yako, ona ongezeko na ushindi katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ndani yako, na kila mtu unayemwakilisha kwa damu na jina la Yesu, pokea ongezeko kwenye maisha yako, mwanzo mpya kwenye maisha yako. Nafuta kila manuio na maneno na maandiko yaliyoandikwa kokote, ninayafuta na kuiondoa. Kila zuio uliowekewa naliondoa kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Tamka ongezeko kwako na kupatanisha katika jina la Yesu na kiti cha enzi cha Bwana. Nguvu za Mungu ndani yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Pokea mahitaji yako na haja ya moyo wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo. Kila kazi ya ibilisi ndani yako ninailaani sasa. Kila kazi ya ibilisi ndani yako ninailaani sasa. Kila kifungo kimechowekwa na nguvu za giza na kiamuru kikuachie sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu. Kila madai ya nguvu za giza ninayalaani hayo madai na kuyalipa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Shetani achia maisha yake sasa. Damu ya Yesu imemkomboa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu, katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Kila kifungo ulicho nacho katika jina la Yesu, na laani huo mlango ambao nguvu za giza zimeingizia hicho kifungo, kikuachie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu kwenye tumbo, damu ya Yesu kwenye tumbo lako. Chochote ulicholishwa kwenye tumbo na kiamuru sasa kiondoke. Toeka ndani yake, toeka ndani yake, toeka ndani yake. Ondoa kila ulichoweka ndani yake. Ondoa, ondoa, ondoa uganga wa kulishwa, dawa za kulishwa. Toa, toa katika jina la Yesu. Ondoa, ondoa upesi nguvu za giza. Najua uko ndani yake na ninaongea na nyie sahihi. Ondoa, ondoa kila ulichoweka ndani yake. Ondoa kila ulichoweka ndani yake. Ni mapepo na nguvu za giza, mizimu mnaosimamia hii kazi, nazungumza na nyie na ninawaamuru sasa, toa ulichoweka ndani yake. Toa ulichoweka ndani yake. Ondoa kwenye tumbo. Ondoa, ondoa kila uchafu, kila uchafu ulioweka kwa uhalali wa makosa au dhambi ya uovu. Haya makosa na dhambi na uovu zimefutwa. Toa huo uchafu ndani yake. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Pia ufidia kwa damu ya Yesu. Haya haraka pesi, ondoa, toa katika jina la Yesu. Toa katika jina la Yesu. Ondoa kwenye tumbo lake, ondoa kwenye tumbo lake, tumbo lake la uzazi katika jina la Yesu. Ondoa, funga kizazi chake katika jina la Yesu. Umekamata uzao wake. Ondoa, ondoa, ondoa hicho kifungo. Toa kwenye hilo tumbo katika jina la Yesu. Tabika na ondoa kila ulichoweka ndani yake sahihi kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Moto ndani yako, moto ndani yako. Hiyo ilizi na kila kitu kilichokaa ndani yake hamna nafasi ya kukaa tena. Toeka kwa jina la Yesu. Haraka, upesi, upesi, upesi. Ondoa hivyo vitu, ondoa hivyo vitu. Ondoa kwa jina la Yesu. Ondoa, ondoa. Na kuona hapo kwenye koo. Pita, ondoka, pita, ondoka. Toeka, pita, ondoka. Toka kama pumzi, toka kama pumzi. Haraka, toka katika jina la Yesu. Kwama kwenye koo. Haraka, 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 haraka. Pita, ondoke, pita, uondoke. Nyima pepo na nguvu za giza, pita kwenye hilo koo. Na amuru sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pita, toka, toeka kwenye hilo koo. Pita, toka, toeka tumboni. Pita, pita katika jina la Yesu. Huo ugumu mlioweka kwenye koo lake na uondoa sasa. Toeka katika jina la Yesu. Nguvu za giza na wasemesha, toeka, toeka, toeka. Ondoa, toa hicho ulichoweka ndani yake. Toka kwenye koo lake, toka kwenye koo lake, toeka kwenye koo lake. Toeka, hamna mamlaka ya kukaa tena. Haraka katika jina la Yesu. Tengeneza njia. Toeka katika jina la Yesu. Toeka katika jina la Yesu. Damu ya Yesu hapo mlipokaa, damu ya Yesu na moto wa Yesu mlipokaa. Toa, toa haraka, upesi, 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 upesi. Miujiza katika jina la Yesu. Kila mizimu toa katika jina la Yesu. Chochote mlichoweka hamna uhalali tena. Toa, 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 toa. Nuksi na mikosi mlioweka, tabika hiyo itoe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu
na waamuru kwa damu ya Yesu, ondoa, toeka hapo kwenye shingo, kwenye koo, na kuamuru pita kwenye hilo koo, toka, pita kwenye hilo koo, toeka, pita kwenye hilo koo, toeka. Ndio unatoka, toeka ndani yake, toeka ndani yake, pita uondoke, haraka 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 haraka, pita katika jina la Yesu. Na kuamuru sasa, pita, njia ni hiyo tumekuonyesha, pita kwenye hilo kona umtoke. Bado huko mwingine, toeka ndani yake, toeka, kaweka ndani yake. Na wewe ule msimamizi mwenye nguvu ndani yake, na kulaani katika jina la Yesu, toeka, achia. Enyi mizimu mlio wasimamizi kwenye hivyo vilingi na madhabahu zenu, toeka katika jina la Yesu, toeka katika jina la Yesu, toeka katika jina la Yesu, toeka katika jina la Yesu. Upesi, 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 upesi. Najua nazungumza na nyie mizimu na majini mlioko ndani yake, toeka, achia. Toeka hicho kiti chenu, moto kwenye hicho kiti, moto kwenye hicho kiti, moto kwenye hicho kiti. Haya, mna walale ukaa ndani yake, ninawaamuru sasa, pita kwenye hilo koo na uondoke. Toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Una walali wa kukaa tena ndani yake. Moto, 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 moto. Fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire in Jesus name, fire in Jesus name. Toa, toa, toeka, pita kwenye hilo koo. Upesi, 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 upesi. Bado uko mwingine, katika jina la Yesu, ondoka, 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 toeka, ondoke, toeka, ondoke. Njia ni hiyo hiyo, toeka, ondoke, haraka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pepo chuki, pepo chuki, toeka ndani yake. Pepo chuki, toeka, toeka, toeka. Pepo uchungu, toeka, toeka. Chia, chia, umekaa kwenye moyo wake, toeka, ondoa uchungu. Pepo uchungu, toeka. Moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako. Fire in Jesus name, fire in Jesus name. Pepo unayesimamia uchungu, weka roho ya uchungu ndani yake. Haya, upesi, toeka, 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 toeka. Panua kinywa chako mtoke, panua kinywa chako mtoke, toeka, toeka. Najua unakuja kwa njia ya kwiki, toeka, haraka, toeka, toeka, toeka. Njia ni hiyo. Pepo chuki, toeka, toeka. Pepo uchungu, toeka, ondoka ndani yake. Ya hasira mmetengeneza ndani yake. Haya, pepo toka, toeka katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Toeka, toeka, upesi, upesi. Ondoa, ondoa hicho kiti chako, ondoa hicho kiti chako, ondoa hicho kiti chako, ondoa hicho kiti chako, ondoa hicho kiti chako. Umefanya madhabahu ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ondoa, ondoka, ondoka. Ondoa hicho kiti, ondoa hicho kiti, ondoa hicho kiti. Toeka kwenye tumbo, moto kwenye hilo tumbo, moto kwenye hilo tumbo. Mkono uliokushika ni ishara ya moto. Toeka, toeka kwenye kifua, toeka kwenye kifua, toeka kwenye kifua, toeka kwenye kifua. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toeka kwenye kifua, haraka, toeka. Mlango uliopitia ndio huo ninakuelekeza kutoka, haraka, upesi, katika jina la Yesu. Moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto mpaka kwenye mifupa yako, moto mpaka kwenye mifupa yako, moto mpaka kwenye mifupa yako. Pepo wa mateso na udhaifu, toeka. Magonjwa yanayojirudia rudia na udhaifu unaojirudia rudia, toeka. Achia maisha yake, achia maisha yake sasa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Haya, upesi, upesi, upesi. Moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako, moto ndani yako. Wewe uliye msimamizi, toeka, toeka ndani yake. Mwenye nguvu uliyekaa ndani yake, na kuamuru sasa, toeka ndani yake. You perversive spirit, in Jesus name, toeka, toeka ndani yake. Pepo ushupavu, toeka ndani yake. Pepo ushupavu, toeka. Unanisikia? Toeka. Haya, haraka. Pepo ushupavu, toeka, toeka, toeka. Moto, tunakuunguza kwa moto, tunakuunguza kwa moto, tunakuunguza kwa moto. Pepo ushupavu, kila uhalali uliopata kwenye maisha yake umeondolewa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Toeka, achia kifua chake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo, nguvu za Mungu ndani yako, uwezo wa Mungu ndani yako, nguvu za Mungu ndani yako, uwezo wa Mungu ndani yako. Roho ya mizimu, katika jina la Yesu, na kiti cha wenye nguvu ndani yako, na kihukumu sasa kila miungu inayokuonea, na ihukumu sasa kwa mikosa, na kuamuru ikuachie kwa jina la Yesu
Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu. Kristo wa Nazareti, hypertension katika jina la Yesu, toeka ndani yake, toeka ndani yake, toeka ndani yake, toeka ndani yake, toeka ndani yake. Hypertension, toeka katika jina la Yesu. Hypertension, toeka katika jina la Yesu. Moto ndani yako, moto ndani yako. Hypertension, toeka katika jina la Yesu. Awe mzima sasa, awe mzima sasa. Kila kifungo ulichoweka na kitamka kuwa kosa na kuamuru kikuachie sasa, toka katika utosi wa kichwa chako mpaka unyayo wa mguu. Moto wa Yesu ndani yako, moto wa Yesu ndani yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwe mzima na uwe huru kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Kristo wa Nazareti aliye hai, damu ya Yesu ndani yako, damu ya Yesu ndani yenu, 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 damu ya Yesu ndani yenu. Kila madai na fidia vilipo kwa damu ya Yesu. Kila wasimamizi wa nguvu za giza kwenye maisha yenu wapokee hizo fidia sasa kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Simama tumshukuru Bwana. Mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo. Mwambie Mungu asante kwa maombi aliyokujibu. Mwambie Mungu utengeneze nafasi tena ya kuja mbele zake. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayejibu. Asante kwa kutuhudumia namna hii. Sifa, heshima na utukufu ni vya kwako. Asante kwa ajili ya kutuponya na kutuhudumia. Mungu, tunakushukuru na kuliadhimisha jina lako. Tuko tayari tena, Bwana, kuendelea kutuhudumia kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo, na vipindi vingine vya katikati ya wiki. Tupe hekima na maarifa na nguvu ya zidi ya kuendelea kukujia, Bwana, na tuone maisha yetu yakiwa na ushindi, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Nguvu zako na uweza wako, Bwana, uendelee kutufunika. Nguvu za giza zisipate nafasi tena ya kuendelea kututawala, katika jina la Yesu. Mungu, na wafunika wote tulioko hapa kwa damu yako. Tutunze na tulinde kwa damu yako. Nguvu za giza zisipate nafasi wala mlango wa kutukaribia. Wewe ni Mungu wetu na sisi tu watu wako na kondoo wa malisho yako. Tutunze, tuhifadhi, tuchunge, tupe nafasi tena ya kuja mbele zako, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na watu wote tuseme amen. Amen. Asante.